Allah tabarak wa taala akasema hiyo ni dini iliyokamilika kabisa. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Na kweli kosa kwa elimu kwa watu wengi hawafahamu kwamba Uislamu unatosha katika kila nyanja ya maisha ya mwanadamu. Ni jambo gani zuri unaweza ukatupa mfano jambo hilo liko katika dini nyingine au mila nyingine, jambo hilo halikufundishwa na Uislamu, likawa jambo hilo ni zuri ukahitajia wewe kulikopi na kulichukua kutoka huko? Lipi jambo hilo? Mahasidi, maadui walipoona haki hii wakafanya kampeni ya kuwatoa waislamu katika dini yao. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Wametamani, wadda kathirun min ahli alkitab, wametamani wengi ya watu wa kitabu, mayahudi na manasara, lau watakutoeni katika dini yenu, huko mliko katika dini hilo ambalo ndio dini ndio umbile lenu hilo, wakutoeni hasadan min indi anfusihim, ikiwa ni hasadi itokayo kwenye nafsi zao, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, baada ya kubainikiwa na haki. Walibainikiwa na haki kwamba Uislamu ni dini kamili, ni dini iliyoendana na maumbile ya mwanadamu. Walipoona hilo na haki kuwa wazi, wakafanya husuda maskini, wakawahusudu waislamu, wakafanya mipango mbalimbali ili wawatoe waislamu katika dini yao. Waqalu kunu hudan au nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Walisema kuwa ni mayahudi na manasara. Hawakuanza kampeni leo, toka wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam husda zimewajaa, wanahangaika wawatoe waislamu kule waliko, wende katika taratibu na mila zao. Wakawa wanasema kila mmoja kwa nafasi yake. Waqalu, si maana waliafikiana, kila mmoja alisema. Nasara alisema kuweni manasara, kuweni wakristo mtaongoka, na mayahudi nao wakasema kuweni mayahudi mtaongoka. Si maana waliafikiana, kwa sababu waqalat alyahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat alyahudu ala shay'in. Hawa kila mmoja alimkataa mwenzie. Myahudi anamwona mnasara yupo katika sawa, na mnasara mkristo amwona myahudi yupo katika usawa. Kwa kila mmoja alisema kwa wakati wake kuweni mayahudi, mayahudi walisema hivyo, na manasara wakasema kuweni manasara, kuweni wakristo mtaongoka. Qul, sema e Muhammad, bal millata ibrahima hanifa, bali mimi au sisi tutafuata mila ya Ibrahim hanifa, hali ya kuwa ni mila au ni utaratibu wa kuachana na kila mila isiyokuwa Islam. Hanifa, hali ya kuwa ni mwenye kumili kuachana na mila nyingine kuelekea katika mila hii ya Uislamu. Wama kana minal mushrikin. Ibrahim hakuwa mshirikina, alikuwa ni hanifa muslima, alikuwa ni mwenye kumwelekea Allah kwa kutekeleza ibada lillahi tabaraka wa taala, hakufuata mila nyingine. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. hakuwa Ibrahim yahudia wala nasrania, hakuwa myahudi, hakuwa mzayuni wala hakuwa mkristo. Ibrahim alikuwa ni hanifa muslima, hakuwa ni mshirikina. Kampeni zilianza wakati huo na visa mbalimbali, mapigano na fitna mbalimbali na dhulma mbalimbali dhidi ya waislamu, kama ambavyo tunaona katika wakati tunaoishi. Vita vipo, wako waislamu katika maeneo wanadhulumiwa, wanapigwa kwa sababu ya dini, wako wanaofanya kampeni mbalimbali za kuwakandamiza waislamu ili watoke katika dini, waachane na utaratibu